Nimefika hapa nimeona kwamba kuna changamoto ya mabweni ya watoto wetu kulala. Kama wote tunavyofahamu, watoto hawa ni wenye mahitaji maalum. Watoto wa mahitaji maalum wanahitaji a very serious attention. Sasa hiyo attention ni pamoja na kuhakikisha wanakaa sehemu ambayo wanaweza wakaangaliwa kwa uzuri zaidi bila kulandalanda mtaani. Sasa hapa mabweni yapo lakini machache. Watoto wako hapa 260. Ndio mbinu yake ni ya kizamani vile vile. Inawezekana kabisa haiendani kabisa na uhalisia wa watoto wenye mahitaji maalum tulionao kwa sasa. Sasa mimi changamoto kwangu kama mama, kama mzazi, lakini pia kama mbunge, nimelichukulia kwa uzito mkubwa kuliko mambo mengine niliyokutana nayo hapa. Na imenitia simanzi zaidi kidogo nilipokutana na kina mama pale nje wamelala chini. Mwanzoni nilizani wanatusubiri kuja kuambatana pamoja na sisi kuleta tabasamu, lakini baadaye nikaambiwa hao ni wazazi wanakuepo kuanzia asubuhi mpaka saa 5 wakisubiri watoto wao wamalize masomo, halafu wawabebe kuwapeleka majumbani kulingana na ulemavu wao walionao. Sasa ukiangalia wazazi kama hao, ina maana hawaingizi kipato chochote. Sasa watoto hao wanaishije? Mahitaji yao ya kila siku yanapatikana namna gani? Hawa watoto kama wangekuwa bwenini, wazazi hao wangekuwa mtaani wanapambana kuhakikisha kwamba wanapata mahitaji kwa ajili ya watoto wao. Sasa mimi kama mbunge naomba niwaambie uongozi mzima wa serikali ya mtaa, lakini pia na uongozi wa shule kwamba ninapokwenda bungeni ili bunge la budget, la kwanza kabisa na kwenda kuishauri serikali. Kwanza nitakwenda kukaa na waziri mwenye dhamana, lakini pili ndani ya bunge nitakwenda kupeleka ombi langu maalum kabisa kwa ajili ya shule hii, ili kwa kweli kwa udharura wake wajengewe bweni ili watoto wetu waweze kusoma katika hali ya usalama.